Mashirika ya kutetea haki za binadamu sasa yanataka maafisa wa usalama wanaosemekana kuhusika na mauaji ya watu watatu wakati wa maandamano ya vijana katika majengo ya bunge mnamo Juni mwaka jana wakamatwe. Upekuzi wa shirika la habari la BBC uliwatambua maafisa wa usalama waliowaua David Chege, Erikson Mutisya na Eric Shieni wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Brenda Wanga ana mengi zaidi. Was there any reason to spill blood on the grounds of Kenya's parliament? Taarifa ya shirika la BBC Blood Parliament imewafichua maafisa wa usalama wanaoaminika kuhusika na mauaji ya vijana watatu wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwezi Juni mwaka jana. BBC Africa Eye has been digging. Taarifa hiyo iliyofuatilia vijana hao wakati wa maandamano na muda mfupi kabla ya vifo vyao vya kikatili. Pia inaonyesha msururu wa matukio ikilinganisha vitendo vya waathiriwa na maafisa hao wa usalama na kuonyesha jinsi walivyouawa. Mtu huyu kwa jina Job Kaboi ni afisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi, na anasemekana kuwahimiza wenzake kuwaua waandamanaji. Afisa huyu aliyefunika uso wake kimaksudi anaaminika kuwaua David Chege mwenye umri wa miaka 39 na Erikson Mutisya aliyekuwa na miaka 25 nje ya majengo ya bunge. Eric Shieni mwenye umri wa miaka 26 na ambaye alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi alipigwa risasi kichwani alipokuwa akikimbia kutoka ndani ya majengo ya bunge. Alifariki papo hapo. Aliyemuua ametambuliwa kama afisa wa jeshi la Kenya. Kufuatia ufichuzi huu, mashirika ya haki za kibinadamu sasa yanatoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka. Tumeshangaa mpaka wa leo mambo yako wazi. Majenzi waliuawa, waliuliwa, walikufa, wengine wamepotezwa. Inaonyeshwa dunia nzima na hatuoni serikali ya Kenya ikitikika. Hatuoni wakishtuka. Serikali ilikuwa imeahidi kuchunguza mauaji hayo na kuwafikisha mahakamani wale waliopatikana na hatia. Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu ilisema idadi ya watu waliouawa wakati wa maandamano hayo ni watu 50 huku mamia wakijeruhiwa. Hatuwezi kusema kwamba IPOA ni independent yet they cannot arrest these people. You cannot tell someone who is independent, who does not have a weapon, who does not have even a handcuff to go and arrest someone who has a weapon, who is above them. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.